Mimi mpaka sasa nimeshuhudia hapo, kwa mfano soko la jioni hapo, kuna mtu ambaye alimshika mtu, baada ya kumshika akajikuta sehemu zake za siri hazipo. Alisema kwamba alijikuta tu mwili wake unakufa ganzi na maombe yake kama yanarudi. Kwa baada ya kukuta na hicho kitu, kumkamata yule jamaa, kumwambia amrudishie, akamrudishia, lakini alimrudishia ni kale kadogo. Yule mtu akampiga mpaka wakamchoma moto, lakini cha kushukuru polisi waliwahi kufika. Kwa jinsi ninavyosikia tunaambiwa tu tunavaa hivi ndio tunaweza tukawa salama, maana tumeambiwa hii ndio kinga, vitu vinapotea, mazaga zinapotea, maana watu wengi tunaona wanapigwa wanakufa, ila hatujawahi shuhudia mtu tukimuona zaga zimepotea. Kwa lazima tujikinge jamani. Hali ndo kama hivi mnavyoona. Naona mmeona kabisa polisi zinapandisha zinashuka, zinapandisha zinashuka, watu wanakufa, watu wanachomwa. Sio uongo jamani. Ila tunashindwa kuelewa shida ni nini. Pini tunatembea nayo kulingana na nini. Sasa unajua tena watu waambia wasema kwa hii pini ni dawa, kwamba yani kwamba wewe mwanaume sio kuonaye hapo kutembea nayo unakuja na vizuri. Kwa sababu kidogo bebe huko mzigo unakuta hamna mzigo kwa fresh. Ila hili swala limekuja na lingine inakuwa kama visa. Unakuta labda mtu ana visa na mtu anaamua kutengeneza hicho kipengele, tayari inakuwa nao tayari mtu anauawa kwa kitu ambacho sio cha uhakika. Hapa bwana inatakiwa hata uchunguzi na kuwepo, hata serikali inatakiwa na ulinzi wa kutosha. Akaja kwanza wa pikipiki akawa anatufukuzia nyuma. Akasema bana, huyu mtu bana, hebu huyu jamaa mshushe. Kwani alikuwa amekuja pale anaanza kumtetea mtu aliyechukua mzigo wa mtu. Pale watu wakaanza kunipiga na mawe, wanani hivi wapiga, najitetea, naambia jamani mimi sina kosa, mimi nilikuwa napita njia nimeenda kushangaa tu. Kwa kweli serikali mimi naiomba itupambanie kwenye hili market, hali tutaanza kuuana. Naomba serikali iangalie sana kuhusu hili jambo. Maana sisi wengine ni watu ambao tumekulia hapa. Mimi mpaka sasa waliofariki ni watano. Katika hao watano, miili miwili imetambulika na ndugu. Miili mitatu bado haijatambulika. Kwa hiyo niombe wananchi waweze kuja kutambua miili ya ndugu zao. Jeshi la polisi hadi sasa linawashikilia jumla ya watu 7 kutokana na kujichukulia sheria mikononi. Polisi wanaendelea na uchunguzi wa kina kuhusiana na matukio hayo, huku wakiendelea kuwatafuta watu wote waliohusika na vitendo hivyo vya kushambulia na kujeruhi. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linatoa wito kwa wananchi kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi. Wananchi wanaotokea kukumbwa na kadhia hiyo au matatizo hayo, tunawashauri na tunawataka kufika katika vituo vya polisi vilivyo karibu kwa ajili ya kutoa taarifa ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa.